Mtazamaji wa Global TV, karibu sana kwenye mahojiano maalum ambayo tunasema ni muendelezo wa mahojiano mbalimbali na viongozi mbalimbali wa kitaifa, kufahamu mambo mbalimbali, hasa hali ya kisiasa inavyoendelea sasa hivi. Tunafahamu uchaguzi wa serikali za mitaa umeshakamilika kwa mwaka 2024, lakini mwaka huu 2025 naweza nikasema ndio kwanza pamoto pameanza kuchangamka. Asubuhi tunaona mchuano ulivyo mkali kwenye vyama vya siasa, lakini hiyo yote ni katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao unaenda kufanyika mwaka huu 2025. Na leo tumepata nafasi ya kuzungumza ama ya kuenda kuzungumza na mmoja kati ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambaye ameshashika nyadhifa mbalimbali kwenye vyama tofauti vya siasa. Ni Abdul Kambaya, nipo naye leo kwenye tunasema kiti chekundu. Karibu sana. Asante. Habari za siku nyingi kidogo? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Tuko salama. Ndio. Karibu sana kwenye studio zetu za Global TV. Asante. Naam, hali ya kisiasa tunafahamu umekuwa kwenye vyama mbalimbali vya siasa, Kafu, Chadema, sasa hivi ni CCM, kama inavyokuonyesha mwenyewe nguo yako. Hali ya kisiasa sasa hivi unaweza kuitafsiri vipi baada ya tulipotoka, na una experience nzuri kabisa kuanzia kwanza kwenye vyama vingine vya upinzani, lakini chama tawala kwa sababu kote ushapita. Hali ya kisiasa sasa hivi unaweza kuizungumzia vipi? Karibu sana. Well, asante. Pana hali ya kisiasa unaweza ukatazama kwenye engo nyingi. Make pana engo ya kiuchumi. Ndio. Pana engo ya kiutawala, kwa maana ya hali ya siasa ndani ya vyama vyenyewe husika. Unaweza ukatazama kwenye hali ya kiuchaguzi, kwa sababu tuko kwenye mwaka huu sasa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kwenye maeneo matatu hapo ndipo mahala pazuri pa kuitazama, na mimi natazama katika hoja ya kiuchumi ama jicho la kiuchumi. Naona tunapata maendeleo makubwa, maendeleo ambayo yanakubaliwa sio tu na Watanzania wenyewe, lakini hata majirani zetu, sio tu nchi kama Kenya na Uganda ambazo zinaona kwamba sisi tunaenda vizuri, tunakuwa vizuri kiuchumi, kimiundombinu kuliko nchi zao. Lakini hata juzi mpata kuona balozi mmoja akisifia kwamba yeye ametumia usafiri wa SGR, balozi wa Marekani, balozi wa Marekani, kwenda zake Dodoma, na akaeleza kwamba ni usafiri wenye viwango hasa vinavyokidhi zile sifa vigezo vya kimataifa. Wako watu walikuwa waki-ignore, wakiona kwamba si jambo jema, na pengine ilikuwa kama vile matumizi mabaya ya fedha za umma. Lakini hao wanaofadhili, japo hii SGR sio usafiri, sio mradi, sio project ambayo ilifadhiliwa, tumefanya sisi wenyewe kwa kiwango kikubwa. Lakini hata wafadhili wana appreciate kwamba haya ni matumizi mazuri, na SGR ni moja ya jambo litakalosaidia sana kukuza uchumi wetu. Sasa ukitazama SGR ilivyo, tunatoka kwenye lengo la kusafirisha abiria, sasa tuna vichwa vya kusafirisha mizigo. Nini maana yake? Maana yake kwamba biashara itafanyika kwa urahisi na kwa wakati mno, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo ukitazama kiuchumi, unaona kwamba huu ni mwaka ambao tunapiga hatua kubwa zaidi za kiuchumi. Hapa ndani kwenyewe kila mtu ni shuhuda, akitazama nchi ni kama vile anaona inabomoka, lakini ukitaka kujenga lazima ubomoe. Hata kama unataka kujenga hapa nyumba kwenye kiwanja plain, utakichimba ili uweze kuweka msingi mzuri wa kuweza kuweka nyumba yako. Barabara zote za Dar es Salaam, barabara zote kubwa za nchini zimeingia kwenye ukarabati mkubwa. Hali ambayo inaonyesha ukarabati huu utakapokamilika, baadhi ya majiji yetu, baadhi ya mikoa yetu, unaweza ukairenki kama vile Dar es Salaam ukasema hii kwa namna ilivyo sasa hivi, usafiri wa mwendo kasi ulivyounganisha jiji zima kasoro wilaya moja tu ya Kigamboni, hii ni sawasawa na Istanbul itakavyokuja kuonekana baadaye. Kama mnafuatilia
jiji la Istanbul lilivyo limeunganishwa sana na usafiri wa umma wa ndani, na mabasi yake ukiyatazama haya yanafanana pia na mabasi yetu haya ya mwendo kasi na nchi zingine zenye maendeleo, mfano wa Uturuki. Sasa yako majiji kama Dar es Salaam yataonekana kama Istanbul, yako majiji yataonekana kama Ankara kutokana na namna serikali ilivyowekeza na kwa vigezo vyake na kwa vipaumbele vyake. Kwa ukitazama haya yote kiuchumi, huwezi ukaleta ubishani wa mpira wa miguu kwamba Manchester ni bora zaidi, Manchester City ni dhaifu, United ni bora, Liverpool hivi. No, utajenga hoja kwa kuzingatia hali halisi ya maendeleo na hatua zilizofikiwa, namna zinavyoridhisha, kwa kuonyesha hii mifano ninayokueleza. Balozi wa Marekani sio kiongozi dhaifu kwamba hawezi kuchanganua mema na mabaya. Na mkumbuke hao wamekuwa wana tabia ya kusema ukweli kwenye jambo ambalo wanaliona linafaa. Mara nyingi wamekuwa wanatukosoa hapa. Lakini hii juzi amesifia. Sasa huwezi kutoka from nowhere huko kwa sababu tu hoja yako ni ya kisiasa na huu ni mwaka wa kiuchaguzi ukaja kukataa maendeleo yote yaliyofanyika chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu tu Oktoba unakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Watu wenye akili timamu wataushuku utimamu wa akili yako. Kwa hiyo katika engo ya kiuchumi nimetazama hivyo. Sasa ukitazama katika swala la uibara wa vyama vya kisiasa, tangu uchaguzi nadhani mwaka juzi kulikuwa kuna chaguzi ya ACT. Palikuwa pana mvutano mkali baina ya Hamad Masudi na Juma Duni Haji. Kenda Juma Duni Haji akashinda kwenye uchaguzi ule. Hamad Masudi akajiunga na CUF. Ukaja uchaguzi wa ACT tena hapa nadhani mwaka jana. Maki ulikuwa ni wa mpito. Ikawa kati ya Hamad Masudi na Juma Duni Haji na makamu wa kwanza wa rais wanamuita Omo Othman Masud. Pakawa pana mvutano, majibizano kama haya yanayoendelea Chadema. Juma Duni akatumia busara, aka withdraw fomu yake, akawa sio mgombea. Wakapita hapo katika mapito hayo. Paka tokea matamko makali hapo baadhi ya wanachama na nini, lakini ACT wamejaribu kusecure ile hali yao na wakawa maintain ile internal peaceful ndani ya chama chao. Juzi wakaingia hapa CUF. Wakaenda wakanyukana kweli hapo, kanuni zikavunjwa hapo, wagombea wakaenda wote 9 badala ya 3 kama katiba inavyosema. Wakapigana walopigana nayo huko. Hivi sasa pana kila dalili kile chama robo kilichokuwa kimebaki CUF inaenda kumeguka tena, ile robo nusu yake itameguka tena kwa kadri ninavyoona, kwa maana kwamba tayari CUF imebaki robo. Lakini hiyo robo yenyewe inaenda kumeguka tena. Sasa imebaki robo kwa sababu chama hasa chenye uimara, chenye nguvu hakiwezi kuwa kimeshinda viti 10 tu nchi nzima. Hiyo ni dalili ya kwamba chama hakipo. Sasa wangetumia uchaguzi wakajipanga vizuri. Sasa uchaguzi umekwisha ndani ya chama chao, whether ulifuata kanuni na katiba yao ama haukufuata, walipaswa kukaa kuponya majeraha yale ya kisiasa yaliyotokea, waweze kujipanga upya, na kwa kuzingatia huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kama walikosa wagombea wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji, basi wajipange, wajiimarishe kwenda kujiandaa kupata wagombea ubunge na wagombea hawa wa udiwani. Lakini imekuwa vurugu kubwa inaanza. Unaona kwenye clip ukizitazama namna hali inavyokwenda, vinaashiria kabisa hii kichama robo kilichobaki kinakwenda kumeguka upya tena. Ukitoka huko katazama sasa Chadema, chama cha demokrasia. Kabla tujafika kwenye chama cha demokrasia hapa CUF, unahisi sababu inakuwa ni nini? Kwa sababu umesema hata katiba yenyewe ama kanuni zinakiukwa, labda walitakiwa wagombee waende watu 3, wameenda watu 9. Changamoto pale inakuwa ni nini hasa kwa wewe, kwa sababu usha experience kuwepo katika chama hicho? Nilipotazama ule uchaguzi wa CUF kuna vitu nilivigundua. Palikuwa pana hoja ambazo zingeweza kujengwa kama pangelikuwa pana kupunguza majina na ikafuatwa kanuni.
Maki waliogombea of course walikuwa wana sifa tofauti tofauti. Palikuwa pana Profesa Lipumba, palikuwa pana Maftaha Nachuma, palikuwa pana Hamad Masudi, palikuwa pana Wilfred Muganyizi Lwakatare, huyu keshapata kuwa naibu katibu mkuu pale. Sasa nichukue hawa wanne tu, niwaache wengine. Hamad Masudi pia keshawahi kuwa naibu katibu mkuu kabla ya katibu mkuu. Chama kilipokuwa hasa chama, alipata kuwa naibu katibu mkuu. Sasa kwa kanuni ya kupitisha watu watatu ndio waende kupigiwa kura kwenye majiant, tuseme wanne, na Maftaha utamfanya giant kwa sababu ndio makamu mwenyekiti aliyekuwa anamaliza muda wake. Nini manake? Manake utamwacha mmoja katika hawa. Ukimwacha mmoja katika hawa, yeyote utakayemwacha hapa, Lwakatare alipata kura 78 naelezwa. Kwa kama angeachwa Lwakatare alikuwa na watu 78 ambao usijui walikuwa na kama ni wenye viti ama ni makatibu, lakini walikuwa na uwezo wa kufanya chochote, ikawa vurugu. Ungemwacha Maftaha ambaye alipata kura nadhani wanasema 102 ama 103. Utaona na idadi aliyokuwa nayo hiyo. Sasa ukichukua ile hesabu ya kawaida tu kwamba labda hawa watu 78 ni wenye viti wa wilaya kutoka kanda ya Ziwa alikotoka Lwakatare. Maana yake nini? Maana yake kafu itakuwa imekataliwa katika kanda ya Ziwa kwenye wilaya hizo zilizotajwa hapo. Hali kadhalika na Maftaha ingejengwa hoja hiyo. Ukimwacha Hamad Masudi ambaye amepata kura 186, tafsiri nyepesi ilikuwa kwamba huna chama Zanzibar. Kwa sababu kura nyingi za Hamadi zitaonekana kwamba zilitoka upande wa Zanzibar. Kwa hiyo walipopima hawa, nadhani wakaona hapana, twendeni huko mkutano mkuu utaamua. Wakaenda kule. Sasa lakini walisahau kuweka wazi kwamba kwa kuwa sasa tumevunja kanuni hii ya kupata wagombea watatu, basi tutapokwenda kule hata mshindi atakayepatikana itabidi apatikane kwa simple majority. Kwa sababu kanuni ile ya watu watatu, wagombea watatu, maana yake kwamba atakayeshinda lazima apate 50+1. Ndio itakuwa ameshinda ile zaidi ya nusu. Lakini sasa kama unawapeleka wote, haki itakuwa simple majority. Hiyo hawakuiona kwamba inaweza ikawapa shida. Changamoto. Wakaenda nayo. Walipokwenda nayo watu wakageuka wakaja kusimama na hii kwamba Profesa Lipumba amekataliwa na watu takriban 334 kwa sababu kura zilikuwa wapiga kura kama 590 na ngapi. Profesa amepata kura 216. Sasa kwenye watu 590 na kitu, maana yake una watu 300 kama 60 ama 70 hawakumhitaji Profesa Lipumba. Sasa kwa hesabu za kimkutano unaweza ukasema mkutano mkuu haukumtaka Profesa Lipumba. Ndio tafsiri unaweza kaiweka. Lakini na wao wanakuja wanajitetea, wanasema tulikuwa wagombea 9, kila mtu kachukua kura zake. Hapa haikuwa rahisi kuweza kupata 50+1 kwa sababu kanuni ilishavunjwa kule. Kwa hiyo anayeshinda hapa anashinda majority. Kwa hiyo sasa kwenye swali lako la msingi, tatizo ni nini? Tatizo ni ile tu wapinzani wamekuwa mahodari sana wa kunyanyua sauti zao kudai demokrasia ndani ya CCM, lakini wao wenyewe wanashindwa kuionyesha demokrasia kwa vitendo vyao. Hichi ndicho kilichotokea CUF na kitaendelea kuwatafuna, kwa sababu yale maandalizi hasa ya kuionyesha demokrasia ndani ya vyama vya upinzani hayapo. Uliliona ili ukiwa katika hivi vyama CUF pamoja na Chadema? Of course, mimi hapa nilikuja mkanihoji nikakuelezeni hapa nilipotoka Chadema, sema mimi nimetazama, nimeingia Chadema nikiwa na mafanikio makubwa. Niliondoka na wanachama zaidi ya 600 kujiunga nao Chadema. Lakini muda mchache nilokaa Chadema niliona ule mparaganyiko, nikawaeleza hapa. Nikahofia nikiendelea kubaki mle lazima nitachagua upande katika pande hizi mbili. Nitakapochagua upande mimi nitamnyonyeshewa kidole kwamba huyu kazoea migogoro. Hata CUF alifukuzwa, na of course watu ulokwenda nao 600 na ngapi hawawezi kuwa wapiga kura, lakini wanachama nje watakopaza sauti zao kusema sisi tunamuunga mkono fulani. Sisi kionekana hao ni katika sehemu ya watu uliotoka nao,
maana kuweka ambayo utakuwa umezoea mgogoro. Nita hapa nikakuelezeni moja ya sababu inonifanya nitoke, naona pana tatizo litakuja hapa na mimi sihitaji kuwa sehemu ya tatizo hilo. Nilisema kila kwenye chombo ambacho kiliniita, hata hapo niliwaeleza hivyo. Kwenye kuelekea uchaguzi mkuu huu wa mwaka huu 2025, CUF sio Chadema, sio ACT, CUF unaiona wapi? Lazima niwe mkweli, sioni, kwa sababu sikuiona kwenye serikali za mitaa. Kwenye mtaa tu unapoweza kujiorganize ukapata kura 200, 700, 800, 1000 ukashinda mtaa, hukuonekana hapo. Utaonekana kwenye kushinda kwa kutaka kura 7,000, 8,000 za diwani. Sizungumzii ubunge wala urais. Udiwani tu unahitaji kati ya kura 5,000, 6,000, 7,000. Umeshindwa hapa Dar es Salaam kupata mtaa hata mmoja. Sasa nitakuona wapi kwenye uchaguzi wa 2025, uchaguzi mkuu? Nitakuona tu ukitoa malalamiko kwamba uchaguzi haukuwa, mambo mawili yanaweza katokea. Uchaguzi haukuwa wa huru na wa haki, unaweza hiyo statement ikawa hiyo ya mwanzo, ama statement ya pili ikawa uchaguzi umeisha, tunajipanga kwa ajili ya uchaguzi wa 2030. Kwa hiyo kazi kubwa itakuwa yao ni kujipanga tu. Baada ya kumalizia kwa Chadema, kwa sababu ulianza na CUF, ACT ukaja na CUF, ulikuwa unaelekea Chadema. Tukimalizana na hapo utakuja, kuna swali nitakuuliza kwamba changamoto yote hii ya vyama hasa vya upinzani kutokuwa na usawa katika tunasema kujiendeleza, sababu hasa kubwa inakuwa ni nini? Tutakuja kwenye hilo swali, lakini tumalizie na Chadema. Karibu sana. Well, sasa Chadema ukiwatazama Chadema kwenye hii hali ya kisiasa, kwenye vyama vya siasa, hali waliopo nayo sasa hivi au hali yao kiujumla? Kwa sasa naitazama, na hii pia nitaieleza kwa ujumla, kwa maana ya kwamba mwenyekiti pamoja na makamu wake mchuano ambao upo. Karibu sana. Pana tatizo naloliona ni kwamba, unafahamu, unaweza ukawa unahitaji Mbowe aachie ile nafasi na kwa sababu nyingi ambazo unazo, kama ambavyo ningependa Profesa Lipumba iache kafu apumzike kwa sababu nyingi ambazo nazo, lakini tatizo litakuwa ni moja, tunasijua wasomi wanalitazamaje. Tatizo ninaloliona mimi ni kwamba wale wanachama wenyewe wa hivi vyama, moja, wana mentality ya kuamini hakuna mpya anayeweza kuja akafanya vizuri kama alivyofanya huyu aliyopo hivi sasa. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili inatoka kwa wale wenyewe waliopo hivi sasa. Pia nao wanaamini kwamba hakuna atakayekuja akafanya vizuri na kwa kuniheshimu mimi katika hawa nilionao. Kwa maana ya kwamba, manake hapo na tafsiri hata zile kauli za viongozi, kwa mfano kauli ya Freeman Mbowe ya kusema kwamba nimejitolea sana katika hiki chama. Sisi iko wazi. Kwa hiyo haamini kwamba kuna mwingine anaweza akaja akajitolea. Hiyo moja. Au anaamini kwa kujitolea kwake sana kwenye hiko chama, basi anapaswa kuwa mwenyekiti wa nyakati zote. Maisha. Siku ya maisha sitaki kuisema. Wa nyakati zote. Basi ndio maana ya kutokuwa na ukomo, kwa sababu katiba imebadilishwa na inasema kwamba na makamu wake ambaye alikuwa mwanasheria mkuu wa chama kwa wakati huo, wakati katiba inabadilishwa, anasema kwamba alikubaliana na hilo. Nimepata nafasi ya kutazama mahojiano ya Mbowe akizungumza kuhusiana na hilo. Well, sawa. Hii ukomo ukomo ni utashi wa wanachama. Ukomo uko kwa wanachama, wala uko kwenye maandishi. Mnaweza mkaweka ukomo kwenye maandishi, lakini wanachama wakiwa hawataki watapata fursa ya kubadili kama ambavyo wamefanya. Bila shaka mkutano mkuu ulibariki, ulifuta hicho kifungu hicho. Kwa hiyo ukomo hasa unapaswa kuwa ni utashi wa wajumbe wa mkutano mkuu wa vyama husika kwa kadri watakavyoona inafaa. Kwa hiyo pana tatizo. Kurudi kwenye hoja ya msingi, tatizo linalovikumba vyama vya siasa, wale waliopo wanaongoza vile vyama kuona kwamba wao ndo wana haki ya kuongoza, na fikra zao ni kama vile wamechukua ile kauli ya CCM ya zamani ya zidumu fikra sahihi za mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambayo kwa sasa sisi tunasema tunazizungumza kwamba zidumu, lakini sio kwa kiwango hicho, kwa sababu sisi tunafanya mabadiliko ya wenye viti na dunia inakimbia kama unavyosema. Lakini wenzetu hawa wao hawaisemi, hawaitamki hadharani, lakini ukiwatazama wafuasi wao, hoja wanazozijenga, nimemtazama juzi
Wenje anazo hoja za msingi zingine. Ukizungumzia busara ya Mbowe unaiona, ukizungumzia uvumilivu wa Mbowe unauona. Sio jambo hoja ambalo unaweza ukaikataa ukasema haipo. Ukizungumzia udhaifu wa Lissu, kutokuwa na subira, kutokuwa na hekima na busara ya matumizi ya lugha sahihi, na hii sije ikawa general, busara, hekima na matumizi ya lugha sahihi unaiona wazi, na mifano iko mingi. Rais wa nchi hawezi akaitwa kwa staili ile anayoitumia yeye. Hata unafahamu, Watanzania lazima wanifahamu katika hili, si walazimishi, nasema wanapaswa kutafakari. Sio kila ukweli unasemwa. Mimi naamini Mwalimu amefariki ndani ya nchi, kuna baadhi ya ukweli hajausema. Kwa hivyo lazima uelewe katika maisha yako, huwezi sema kila ukweli unaokuja. Kuna ukweli utausema na kuna ukweli mwingine huusemi mahala popote. Kwa maana gani? Unaweza kubaki na ndio. Unaweza ukayaeleza kama anavyoeleza Lissu madhaifu ya Mbowe kama anavyoyaweka hadharani. Ndio. Lakini nini maana yake? Mbowe ni mwenyekiti na huyo fanya naye kazi muda mrefu na ameshiriki kupiga kura za kuamini Mbowe anaweza kuiongoza taasisi muda mrefu. Ndio. Leo kituletea madhaifu yake yale, maana yake unatuambia wewe ulikuwa muongo na chama chako kutuaminisha kama Mbowe ni kiongozi sahihi. Ndio. Kwa hiyo ukishafika kwenye eneo hili ndio unajua kwamba no, unapima hili, nikilisema tafsiri yake itakuwa hii. Wanaonisikiliza watapokea hivi. Wakipokea hivi, atakayeonekana hapa hana maana sio Mbowe. Hata mimi mwenyewe kwa kuyasema haya na kwa kuwa nilikuwa sehemu ya Mbowe kwa muda mrefu, itaonekana sina maana. Na sio mimi tu, hata taasisi yetu, chama chetu hiki cha Demokrasia na Maendeleo, tunakinyima ukubalifu kwa wanaofikiri kwa usahihi. Tutabaki na wale aliyesema Wenje wakunja ngumi. Tutabaki na wakunja ngumi tu. Watu sahihi hawawezi kutuelewa kwa sababu ya haya ninayoyasema leo kama madhaifu ya mwenyekiti. Hayaishi kuwa madhaifu ya mwenyekiti, yatakuwa madhaifu ya mwenyekiti, yatakuwa madhaifu ya makamu mwenyekiti, yatakuwa madhaifu ya chama kinzima. Nakubaliana kuna baadhi ya maneno ya Wenje na yakubali. Unafahamu moja ya matatizo tuliokuwa nayo Tanzania nadhani na Afrika. Watu wanaamini wakiwa wamesoma, wamekusanya madigrii mengi, wana ma PhD, sijui ma masters, ma PhD, wanafika kwenye profesa huko, kwamba unaweza ukawa kiongozi wa kuongoza watu. Kuna tofauti kiongozi wa kuongoza watu, taasisi ya watu, na kuongoza taasisi labda za kifedha, hizi institutions za kitaaluma. Ukiwa mwanasheria unaweza kuongoza wanasheria wako vizuri kwa sababu mtabezi huko kwenye mambo ya sheria. Ukija huku kwenye taasisi ya kuongoza wananchi, iwe chama cha siasa, iwe nchi, huku zaidi utu, busara, hekima, kwa kuzingatia sheria zilizopo kwa maana ya katiba ya nchi na sheria nyingine ndogo. Huku unaweza ukawa una hayo ma PhD yako manini, kama una vitu hivyo huwezi kuongoza. Kwa tafsiri hiyo kinachoendelea sasa hivi Chadema, inaonekana kuna wananchi ambao wanasapoti anachokifanya Tundu Lissu, wanachama kwa maana wanachama, na kuna wanachama ambao wanasema kama walivyosema wewe kwamba kuna busara. Kwa in general sasa kiujumla, unaona Chadema kwa sasa hivi inahitaji nini? Inahitaji busara au inahitaji falsafa za Tundu Lissu? Huwezi kuhitaji falsafa za Tundu Lissu na huwezi kuhitaji busara pekee. Muarobaini wa Chadema kwa sasa, kama ingelikuwa kuna wazee, ilikuwa njia ambayo walikuwa wanaweza kuifata ni njia moja tu. Wazee waingilie kati, Chadema isitishe uchaguzi. Kwa mimi ninavyotazama njia ya kuinusuru Chadema. Na hawa wawili hawapaswi kuwa wagombea. Chadema itakuja pamoja. Lakini hawa wawili wakibaki kuwa wagombea, Chadema haiwezi kuwa pamoja. Wewe tazama, ukimtazama Mbowe utakuta nyuma wako kina Kigaila, utakuta kina Mnyika, kina Mrema.
Hawa wanaamini kwenye busara, kwenye hekma, kwenye uvumilivu. Ukitazama nyuma ya Lissu utakuta kina Heche na wengine, na kina Heche wana tweet kama itakuwa sahihi, ni Twitter yake ile, itakuwa itakuwa yake sahihi, anasema kabisa Lissu ni mkweli mwazi. Post kwenye ukurasa wake wa Instagram pia ameposti. Hii nini tafsiri yake? Ukisema Lissu mkweli na mwazi, that means Mbowe muongo na msiri. Hiyo ndio tafsiri yake. Sasa hapa ndipo napoeleza sio kila ukweli unasema wazi. Heche katika wanasiasa ambao mimi nawafurahia na napenda siasa zao. Heche mmoja wapo, na mimi katika watu nilikuwa naamini wangeweza kuwa suluhu ya ugomvi huu kama wangekaa independent. Ilikuwa Heche, ilikuwa watu wengine nje ya Mbowe na Lissu waweza hao kuchukua nafasi hiyo. Lakini sasa ukishatoka hivi ukasema hivi, unaweza ukawa huu ni ukweli, lakini ni ukweli wenye athari, hukupaswa kusema hadharani. Kwa sababu ukiusema manake umeonyesha wewe uko upande gani. Lakini ndio utarudi kule kwenye yale. Ina maana Mbowe ni muongo na msiri wa miaka mingi. Kwa si ndio mwenyekiti ameongoza kwa chama muda mrefu? Ndio. Hata wewe Heche kupatikana kwako ni zao la Mbowe. Moja ya vitu ambavyo Mbowe amefanikiwa, na nimekuwa nasema mara nyingi, Mbowe ameweza kutengeneza wanasiasa wengi. Ndio. Na akawapa forum wakaonekana. Na hakuwa katika maeneo hayo, hakuwa na tabia ya kuwafinya. Hiyo ameweza. Sidhani mwingine anaweza kashindana naye. Of course ni Maalim anaongoza, Maalim Seif kwa kutengeneza watu wa aina hiyo, ndio hao kina Kambaya wanaendelea kusema huko vyama vingine. Lakini Mbowe anakuja anachukua nafasi hiyo. Haja sijaona nini moja tu, na of course sijui litokea nini, najua lakini sitaki kulieleza kwa undani. Ni Zito katika watu vijana ambao walipita huko kwa Mbowe, lakini wakashindwa kumalizana na Mbowe akakaa kwenye kikao cha kuhakikisha huyu anafukuzwa. Nadhani from there akajifunza, akaona hili lilikuwa kosa. Sijaona kukaa kwenye kikao akafukuza mwanachama mwingine wa kariba ile ya Zito ama chini ya Zito. Wengine anasema aliogopa kwamba huenda Zito angekuja kufanya kitu kama anachokifanya Tundu Lissu. Sasa hiyo ni nguvu ya maji, huwezi kuizuia. Utamzuia Zito mmoja, itatokea kwa wengine kama inavyotokea hivi sasa. Hao kina Lissu waliotoka kwenye harakati huko, kwenye vyama vya harakati wakaingia kwenye vyama vya siasa. Na kuna kipindi nilipokuwa kafu nilikuwa nasema moja ya tatizo naliona Chadema sio chama cha siasa, naona kama ni kikundi cha harakati. Na hii inadhihirisha hivi sasa. Hata namna inavyoendeshwa hivi sasa inadhihirika kabisa kwamba pana harakati zaidi na sio siasa. Kwa hapo swali letu lile la usawa bado liko pale, lakini naomba pia tugusie sehemu ya wakati ulivyoondoka Chadema ukaenda CCM ambapo upo sasa hivi. Nilikuuliza swali na nilipata wasawa kuzungumza nayo kwenye redio. Tukazungumza, ukasema ilikuwa ni kuhusiana na namna ambavyo mchungaji Peter Msigwa anaiattack Chadema na mwattack mwenyekiti. Lakini pia nikapata nafasi ya kuzungumza na Hamisi Mbeto, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi pale Zanzibar. Na naye pia akasema hivyo ni siasa ambazo muda mwingine zinahitajika ili mtu atoe sumu yake. Kitu ambacho anakifanya Tundu Lissu, kwa nini kisiwe sawa kama anachokifanya mchungaji Peter Msigwa? Tofauti wake ni nini hasa? Mchungaji ametoka, sio sehemu ya Chadema. Mchungaji yuko CCM, lakini alikuwa ndani ya chama na anachokizungumza kina reflect katika chama, na inawezekana kikao kinang'ata taratibu ndani kwa ndani. It's fine. Na ana haki ya kusema hivyo. Yeye si mwana Chadema tena hivi sasa, na amerealize kwamba Chadema haikuwa sehemu sahihi kwao, na anayoyasema anapaswa kuyasema kwa sababu ndio sababu ilomfanya atoke. Na sasa hivi yanashikwa, yanaokotwa na Lissu. Anayazungumza hayo hivi sasa. Sasa tofauti ya Lissu na Msigwa kwenye kauli hizi ni moja tu. Lissu bado anayasema akiwa ndani. Katika kuyasema haya anayoyasema, anaishusha thamani ile taasisi yenyewe ya Chadema na watu wake.
baraza lile la uongozi lile, si kamati kuu ama halmashauri kuu ya Chadema kwa haya wanayomtuhumu nayo sasa hivi, Lissu anayomtuhumu nayo Mbowe hivi sasa, Lissu ni sehemu ya msaidizi wa mwenyekiti. Walikuwemo mle hawa wanaosema sasa hivi Lissu ni mkweli na muwazi, ambao tafsiri yake inakuwa kwamba Mbowe ni muongo na msiri. Walikuwa mle na wado wako mle, wana uwezo wa kuyasema mle ndani. Angalia mgogoro wetu sisi tulipokuwa CUF kipindi kile. Mgogoro ule ulikuwa wa ndani na haukuwa unazungumzwa mambo ya ndani kama haya yanayozungumzwa hivi sasa. Kila mahali wakisimama anakuambia profesa amejiuzuru mwenyewe, hawezi kuwa mwenyekiti. Halikuwa sahihi kwa hoja hiyo ya kujiuzuru, lakini hakuwahi kusema profesa mwizi, profesa kafanya hivi, profesa kafanya hivi. Profesa alipokuwa anajenga hoja kwamba mimi bado mwenyekiti, alikuwa anajenga hoja kupitia katiba. Sisi tulipokuwa tukiunga mkono katika makundi haya mawili, hakuna kiongozi wa juu aliyetuhumu uwezo wa kuongoza wa mwenzie. Hapana, tulikuwa tukituhumu ule uvunjwaji wa ile katiba. Maanake unafanya nini? Unaifanya taasisi iendelee kuwa salama, kwamba tunachobishania hapa ni hiki, sio useme nimeona nasema alitukopesha tukamlipa, alitukopesha chopa tukamlipa zaidi ya mara 3 mara 4, na wewe umo ulikuwa kiongozi. Kama haya ilikuwa nafanyika, si ulikuwa unayazuia huko? Haya, unatoka hapo, hayo ni ya kwenu ya Chadema, lakini sasa tunakuja kumuingiza mtu anaitwa Abduli. Ajenda ya uchaguzi wa Chadema inakuwa mtu anaitwa Abduli. Unakiri uliitwa kwa Abduli, kuna kiongozi alikupeleka akapokea mapesa, viongozi wako wanapokea mapesa ya Abduli. Abduli nani na Chadema? Sasa watu wenye kusikiliza kuwafuatilieni wanaona hiki hakiwezi kuwa chama. Mambo ya Abduli hata kama yapo, ndio leo nasema sio ukweli unaweza ukasemwa hadharani. Kazungumzeni wenyewe huko. Well, imekuwa kawaida na kwa Chadema sio jambo geni. Hata wakati wa mzee Kikwete, Ridhiwani alipata tabu sana na Dr. Slaa. Katika orodha ya mafisadi waliokuwa wakiwekwa wazi, wenye mali nyingi, wenye majumba mengi nchini, Ridhiwani alitajwa. Alitajwa sana. Kwa hiyo mimi ukimtaja Abduli hivi sasa, na wanaomtaja Abduli ni wale waliomtaja Ridhiwani Kikwete, ni taasisi ile ile, ni mtu huyo alikuwa kabadilika tu. Hivi sasa ni makamu mwenyekiti, kipindi kile alikuwa mwanasheria mkuu wa chama. Na hiyo na mentality ni ile ile, kwa sababu Abduli wengi wamesema Abduli ni Mtanzania kama Mtanzania mwingine. Hata asingekuwa ameitwa huko. Na hoja ya Lissu ni mwanasheria, lakini ana hoja dhaifu kwenye hili la Abduli. Mpaka sema Abduli alianza kumwataki yeye pale alipoona taarifa ya Museveni akisema amepokea ugeni wa watu wa Tanzania waliokuja kujadili masuala ya nishati wakiongozwa na Abdul Halim Hafidh Amer. Sasa anasema yeye alikuwa kwenye mkutano Dar es Salaam, akaamua kuuliza huyu Abduli ni nani? Lakini mimi nakuuliza wewe Godmuya, na nawauliza Watanzania na Lissu mwenyewe atujibu. Kwani Lissu anafanyia kazi taarifa ya nani? Mimi sikuona taarifa ya serikali ya Tanzania ikisema imemtuma Abduli kuongoza msafara wa kwenda kufanya mjadala wa swala la nishati nchini Uganda na Rais Museveni. Taarifa hiyo ya serikali sijaiona. Ila yeye ameona taarifa ya Museveni. Hatufanyii kazi za ndani ya nchi yetu kwa taarifa za rais wa nchi nyingine, kwa taarifa za serikali ya nchi nyingine. Serikali ya Tanzania haikudisplay hiyo taarifa kwamba tumemtuma Abduli aende kule aongoze msafara huu. Tutaamini vipi kama ulikuwa utashi wa Museveni tu kuweka caption hizo, lakini Abduli alikwenda kutembea Uganda? Ni rais wa nchi yule, anaweza akatoa statement ambayo inasema kitu wa Uganda. Alisemea Uganda, sisemee Tanzania. Ameisemea ndio, lakini hata pia kuhusiana na taarifa hiyo, taifa la Tanzania halijakanusha taarifa hiyo. Sio kila kitu kinakanushwa. Kwa nini? Kwa sababu kina reflect katika sura ya taifa. Una reflect, lakini unamkanushia nani? Kwa sababu Lissu kasema ndio kanushe.
Auoni kama hiyo inaweza kaleta picha ambayo sio nzuri pia kwa wananchi, kwa maana ya kwamba kuna ukweli mwingine hautakiwi kusemwa. Ulizungumza hiyo point na kwa maana ya kwamba kuna ukweli mwingine ukiusema unaweza kuleta tafsiri ambayo sio nzuri kwa wananchi, ambapo ukiangalia Museveni alisema hivyo. Kama taifa, wananchi wakisikia kama hivyo, Tundu Lissu ni mtu mkubwa katika tunasema kwa akizungumza, kwa maana ya kwamba hoja itakuwa ile yeye ana hoja Abduli ni nani? Na mimi nitahoji Tundu Lissu akijenga hoja hiyo na ikataka ijibiwe, Tundu Lissu ni nani? Sasa hivi tunapozungumza Tundu Lissu na Mbowe wanatikisa, tunasema kila vyombo vya mjadala tunaofanya ni wa chama chao, kwenye chama chao, na ajenda wanazithibitisha wao wenyewe. Hii ajenda ambayo ameanza nayo Lissu ya Abduli, serikali haikukiri, ili tuanzie hapo. Sasa hoja yako unaelewa, haikukiri na haikukanusha pia. Unataka serikali ikanushe kama sio kweli pia. Lakini ndio sio kila jambo linakanushwa na serikali. Kwa wananchi, kwa wananchi kwa sura hiyo ilikuwa lina athari gani? Sio kwa wananchi, sema kwa Lissu. Maana Lissu ndio amejenga hoja. Lissu kajenga hoja kama mwanasiasa, na wanasiasa ndio kazi yao kuibua vitu ambavyo inawezekana hata na wanasiasa sio wananchi. Wako wananchi sio wanasiasa, wala hawajui habari hizo za siasa. Ni wawakilishi asilimia kubwa wanasiasa. Wawakilishi hapana, sio wawakilishi wa wananchi wanasiasa. Wanasiasa wanawatafuta wananchi ili vyama vyao viweze kukomaa. Wawakilishi wa wananchi ni wabunge ama wawakilishi wale wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Hoja hii ingekuwa imejengwa na mbunge yule wa Chadema pale akahoji hili, ningemuelewa kwamba pengine anauliza kwa niaba ya wananchi wake jimboni, wanataka kujua Abduli hapa imekuwaje. Lakini akihoji Lissu anahoji kwa status ipi kwenye hili? Lakini basically hii hoja yake hasa hii anayoihoji kwa taarifa ya nani? Kwa sababu anahoji kitu chenye uwiano na nchi, lakini taarifa aliyoipata haitoki nchini. Yani hii hoja ingekuwa ina mashiko sana kama ingelikuwa taarifa imetolewa hapa. Dr. Slaa na viongozi wengine walizungumza mambo mengi sana kipindi mkataba wa DP World unaenda kusainiwa. Sawa. Katoka hoja nyingi sana. Sawa. Lakini serikali ilikuwa inatoa ufafanuzi na kusema kwamba wapuuzeni au viongozi wengine ambao wanazungumza vitu ambavyo uhalisia ni huu hapa. Ilileta tafsiri nzuri ya kwamba kwa hiyo kumbe huyu kazungumza ni kiongozi wa siasa na hakuwa kiongozi wa kusema kwamba tena hayupo kipindi hicho, hakuwa hata kwenye chama chochote. Umekuja mahala pazuri sana kwa sababu DP World ilikuwa inaletwa kufanya kazi nchini. Na taarifa imetolewa na serikali. Na Dr. Slaa kama Mtanzania anayo fursa ya kuhoji juu ya hiyo DP World kwa taarifa iliyotolewa na serikali. Lissu taarifa anayoihoji yeye imetolewa na Museveni. Haikutolewa na kiongozi yoyote wa serikali. Hiyo sasa accusation ya kwa serikali kuwa hoji yule ni nani mliyemtuma kule, anaitoa wapi? Kwa serikali haina statement ya kusema tumemtuma Abduli aongoze jopo hili. Hapo ndipo hapa naona sioni, pamoja na wanasheria wake, sioni engo aliyopenyea kuijenga hii hoja yake, kwa sababu imekosa local stand. Local stand yake ni ya Uganda. Sasa hii ilikuwa labda muhoji yule wa Uganda yule. Kama hivyo ndivyo unatuambia hivyo Museveni, unampokeaje mtu ambaye huku sisi sio kiongozi wetu? Yeye inawezekana asiwe na mandate ya kuuliza hivyo, kwa sababu kama ulivyosema, kwa nini unajua hawezi? Sio Muuganda. Na sio kwamba sio Muuganda, ni kiongozi ambaye yupo katika ngazi ya chama, hayupo katika mfumo wa kiserikali. Kwa hiyo kuhoji hivyo inawezekana kwa changamoto. Lakini kwa yeye ana uwezo wa kuhoji kama mwananchi, naweza kutafsiri kama mwananchi, lakini kama kiongozi wa chama kimoja hapo cha siasa nchini. Mimi na kujibu maswali yako. God. Sijibu maswali ya mtu mwingine. Kwa sababu wewe ndio mwenye mandate hapa ya kunihoji. Tunawapa watu wa kamera wanafanya nini huko. Hata wakisema huko nikalisikia, sitalijibu kwa sababu alijatoka kwako. Sehemu sahihi ya mimi kujibu maswali ni wewe. Sasa sehemu sahihi ya Lissu kupata ufafanuzi wa wewe Abduli kwenda kuongoza huo msafara kule ni statement ya serikali, sio ya Mbowe ya nani ya huyu Museveni.
Museveni ana utashi wake. Vipi kama ilikuwa ni propaganda ya kutugombanisha, ndio ambayo imejengwa na nchi jirani, na ukizingatia Uganda tusha kupigana nao vita, hatuna mahusiano hayo yenye maana kiasi hicho. Na kuna bomba linatoka Uganda linakuja hapa nchini Tanzania ambao litapita pale Tanga. Mahusiano ya kibiashara, mahusiano ya kibiashara hayana tabu. Kwa hiyo tuna uhusiano, mambo ya kisheria yatakwenda huko lakini sio mambo ya kuongelea kutolea taarifa safari za nchi yetu na viongozi wetu, hapana. Sawa. Museveni sio msemaji wa Tanzania. Msigwa yupo, angesema kipindi hicho. Asante sana. Kwa hivyo nasema ajenda ya Chadema hivi sasa, uchaguzi wao haipaswi kuwa Abduli. Ni hoja dhaifu. Unahisi kwa nini anaibuka? Kwa nini sio Kambaya? Kwa nini ni lengo unataka kumchafua tu rais? Ndio lengo hilo. Na sasa hivi Abduli anazungumzwa zaidi kwenye uchaguzi huu kuliko rais. Na hiyo mimi hainipi shida. Chadema ndio nakwambia tangu awali ndio hoja zao, na msemaji ni huyu Lissu, kwa sababu hata Ridhiwani alikuwa akishambuliwa na huyu ndio mwanasheria. Moja ya matatizo ya Lissu ni kuamini kila anachokisema yeye ni sahihi. Hilo ndo tatizo hilo, na kuto kuchagua eneo la kuzungumza. Wanapata fursa ya kuzungumza na nyinyi, kila jambo lina mahala pake pa kulizungumza na wakati wake. Sio kila wakati unaweza kuzungumza jambo lolote na mahala popote, hapana. Kwa hiyo anaweza akawa kiongozi mzuri sana, anasimama kwenye ukweli sana, anasimama kwenye nini sana, lakini ikishafikia mahala unapokwenda kusimamia sio, hutaisaidia hiyo taasisi kwa kinachoendelea hivi sasa. Na Lema amesema kwa namna anavyokwenda, anaona Chadema inakwenda kufanya nini? Kasema wazi, inakwenda kufa. Mimi sisemi lakini haya yanasemwa na mwanachadema. Na mimi nikueleze, katika wanasiasa Tanzania nilikutajia hapa Heche na kuongezea Mbowe na Lema. God bless Lema. Na kuongezea huku kwetu sisi, kuna mtu unaweza ukamtazama ukadhani kama anachekesha hivi, anafanya nini, lakini hoja zake anazojenga zina mantiki kweli kweli. Msukuma. Mtazame vile, unaweza kadhani anachekesha, lakini kaa kwa utulivu, angalia zile hoja anazozijenga. Na Msukuma ni CCM na anaikosoa hiyo CCM. Mbona hatuna shida naye? Kwa tatizo hapa sio kukosoa. Tatizo unakosoa katika utaratibu upi? Utaratibu wa kuisaidia taasisi yako, kuisaidia nchi yako, ama unakosoa kama anavyokosoa bwana mkubwa hivi sasa kwa lengo la kujijenga yeye kuwa mtukufu zaidi na mwingine kuwa shetani, lakini chombo anachotaka kupanda shetani na huyo mtukufu nacho kinaathirika kwa malumbano yenu nyinyi. Hili ndio hapa sasa. Kwa hiyo kisiasa, katika vyama vya siasa na watazama Chadema na conclusion imejengwa na Lema. Kama wanakwenda hivyo wanavyokwenda, hapata kuwa na chama. Sawa, kwa kuhitimisha maana pia na muda unatukimbia, usawa. Niligusia swala la usawa, nikasema baadaye tutakuja kulizungumza, muda wenyewe ndo huu. Usawa unahisi unakosekana wapi katika vyama hivi vya siasa, na kuna changamoto hata ya kujiendesha vyama vyenyewe? Kuna namna ya panatakiwa paangaliwe kwa jicho la pili, kwa sababu ukiangalia mfano kama Chama cha Mapinduzi kinapokea kama bilioni 1 hivi kama sijakosea kwa mwezi kama ruzuku, lakini ukija kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndo chama cha pili kama milioni 100 hivi kwa mwezi, na vyama vingine vinavyofuata huko kingine kina milioni 10, ACT, CUF na hisi kama 800,000. Unaona inavyopungua. Hiyo inawezekana ikawa ni sababu moja wapo ya kufanya usawa wa vyama visiwe sawa, au kuna sababu nyingine? Karibu sana. Sasa mimi hapo, maana usawa unaozungumzia usawa uwezo wa kifedha, maana sio usawa kwa maana ya shughuli zote ambazo zinaendeshwa kwenye chama zinategemea pesa. Na kuelewa vizuri. Sasa hilo si maana ni tatizo lile la sheria zetu. Ndiyo. Lakini sehemu hii nadhani imepitishwa katika ile task force ya rais aliyeiunda ile, ambayo mle ndani sio tu kwamba ilikuwa na wanasiasa, ilikuwa na viongozi wa dini, ilikuwa na wahariri, watu wa vyombo vya habari. Ndiyo. Hivi sasa pana mapendekezo ya vyama vyote kuweza kupata ruzuku ili kuweza kujiendesha katika kutafuta huo usawa wa kiuwezo. Lakini bila shaka haitafuta kwamba
atakayepata viti labda kama alivyopata Chadema miaka iliyopita 49 akawa na ruzuku sawa na chama ambacho hakijapata mbunge hata mmoja, patakuwa pana ruzuku ya awali ambayo vyama vyote vya siasa vitapewa ili kuweza kutumia hiyo ruzuku kuweza kujijenga na wao kukua. Lakini ile ya viti vingi vinakwenda wapi, kura nyingi za urais zinakwenda wapi, na hizo ndio zinachangia utoaji upatikanaji mchakato wa ruzuku. Ni kama kikokotoo, vile vikokotoo vile vya upatikanaji wa ruzuku vitaendelea kubaki pale pale, lakini vyama vyote ilipendekezwa hiyo na nadhani ipo inafanyiwa kazi ya rais kwamba vyama vyote viweze kupata ruzuku ili viweze kujiendesha. Kwa hoja ya usawa wa kifedha, usawa wa kiuchumi, hilo sisi tunataka na sisi tumeridhia kwa sababu kwenye vile vikao vya task force tulikuwepo. Kingine nini hasa kinahitajika ukiachana na swala la uchumi ambalo ndio la kwanza kabisa, kwa sababu vyote vitafanyika, lakini kutokana na uchumi kingine hivi vyama vyenyewe vya upinzani viwe na demokrasia ya kweli. Hivi sihubiri tu CCM tutengeneze demokrasia ya kweli halafu wao wanaendelea kubaki kuwa wale hawana demokrasia ya aina yoyote. Hichi ndicho kinawarejesha nyuma hata kupata watu mwezi hii Januari tulikuwa nayo kwenye tarehe 20-25 takwenda kupokea wanachama wengi sana zaidi ya 700 hapa Dar es Salaam wanaokuja kujiunga na Chama cha Mapinduzi na hawa wanatokana na vyama vya upinzani, na kinachowafanya watoke ni kuona sasa tumeamini kweli upinzani hauna demokrasia, hautaki kabisa kuapply hiyo demokrasia. Wanachokufanya sisi kwamba kuwa mitaji ili wao waendelee kupata vikao vya semina vya TCD, sijui vikao vya uhuru vya kuzima mwenge, wanaalikwa wakija huko maisha yanakwenda. Wanataka kuja kujiunga na Chama cha Mapinduzi, tutawapokea Dar es Salaam hapa na wameridhishwa zaidi na utendaji kazi wa Rais Samia kwa sababu Rais Samia ukifumbua macho tu kwenye mtaa wako unamuona huyu hapa. Ukimkosa kwenye maji utampata shuleni, ukimkosa shuleni utamkuta kwenye barabara, ukimkosa kwenye barabara utakuja kumkuta kwenye biashara, mikopo ya manispaa. Kwa hiyo huna namna ya kumwepuka rais, na walio wengi wameona hapa kwa mama pana huruma ya kutosha na maendeleo tunayaona. Kwa hiyo demokrasia ipo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Novemba 27 ulifanyika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kulikuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo zimeonyeshwa na hao wanasiasa kwa kuonyesha kwamba kuna kura ambazo nyingine mtu alikuwa anapewa. Nilifanya mahojiano juzi na mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA Mheshimiwa Hashim Rungwe, akasema mimi nilipewa mpaka fomu, alienda kuangalia wenye vita, akasema alipewa fomu ambazo mpaka zimeshapigiwa kura tayari. Ilitokea changamoto mbalimbali na sio tu sehemu moja, sehemu mbalimbali zilionekana. Kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, wapi paboreshwe? Nitasema hiyo, lakini pia Rungwe naye mzee wangu amesahau. Yeye kashinda kiti kimoja pale Mbeya pale. Kashinda kwa kupandikiza kura hizo, ama alipigwa kura na wananchi na katika sheria hizi tulizo nazo hivi sasa. Na akapika na ubwabwa kusherehekea ushindi wa kile kiti kimoja. Hapo unajua ukishinda malalamiko hayo hayapo. Ukishindwa unakuja na malalamiko hayo. Hata Chadema wameshinda baadhi ya maeneo, CUF wameshinda, ACT wameshinda. Huko walikoshinda hawasemi kanuni za uchaguzi na sheria za uchaguzi zilikuwa mbovu. Huko wanasema walikuwa na nguvu za kutosha, CCM haikubaliki. Ndio lugha wanaokuja nayo. Huko wanakoshindwa wao hawasemi kwamba vyama vyao havikubaliki. Lakini wanakuja sema kuna tatizo la kanuni na nini kifanyike. Wanachopaswa kufanya katika kipindi hiki, wajiimarishe vyama vyao waweze kuja kushindana na chama kikubwa kama hiki chama chetu sisi, Chama cha Mapinduzi. Na sisi watu wa Chama cha Mapinduzi kwa sasa tunatazama madhaifu ya vyama shindani kama sehemu ya kujiimarisha zaidi sisi kwetu sisi. Kwa hiyo wakileta matatizo pale Mtwara wakagawanyika Dar es Salaam hapa, tunakwenda kuchukua tu wanachama tunawaleta kwetu sisi huko. Wakigawanyika pale Mbeya na Singida, mmoja wakiamua kuwa Chadema, wengine wakasema tuwataki Chadema, tutakwenda ikiwa Singida tutawachukua wa Singida tutawaleta ndani ya Chama cha Mapinduzi. Tufanye kazi halafu tuonyeshe tulichokifanya kipi. Sisi tutaonyesha
serikali ya Chama cha Mapinduzi ilifanya hivi, tupeni kura. Na wao watasema tulikuwa kwenye migogoro, lakini tumesharudi hapa, tupeni kura. Sasa wananchi watachagua wenyewe, wachague kwenye migogoro ama wachague ambako kulipelekwa maji, kumepelekwa mashule, kumepelekwa mazahanati. Bila shaka wananchi wana akili timamu, watamchagua rais. Mimi nakushukuru sana. Tukihitimisha, tukutegemee kukuona kwenye kugombea ubunge. Chama chetu kina utaratibu wake, wakati ukifika. Kuna nia yako alafu kuna chama kukupitisha. Nia yako ni ipi? Hivi sasa hata nia hatutangazi. Nikichukua maiki hii nikatangaza nia, nitazua matatizo mengi. Tundu Lissu au Mbowe? Kwa mimi, kwa busara na hekima, pamoja na madhaifu ya kung'ang'ania wewe atake kutoka, lakini bora asitoke huyu, kwa sababu ana busara na hekima kuliko huyu anayetaka huyu atoke akakosa busara na hekima. Wengine wanasema na CCM inamkubali Mbowe kwa sababu ya maslahi. Hakuna sisi Mbowe anatupa nini sisi? Mbowe hana cha kutupa sisi. Wala sisi hatuna tunachoogopa kwamba akiingia Tundu Lissu kidogo atapachangamsha mambo, akawa mambo sio. Atachangamsha kwa kupiga makelele tu, na sisi kwa kumjibu tupo. Sisi tutajibu hoja. Hatushindani ukubwa wa sauti wala ngumi. Mbowe tunasema ana nafuu kidogo kwa sababu ana busara, na hii kwa maslahi ya chama chao. Of course Mbowe inawezekana hakupaswa kuwa mwenyekiti, lakini wamemwandaa nani kuwa mwenyekiti? Hili ndio tatizo lokuwa nalo Chadema. Na hilo kazi silikuwa ya kwake mwenyekiti, sio ya kwake tu, na wao wenyewe walikuwa wajiandae. Sio ya kwake tu. Ukisema aandae Mbowe hajaandae mtu, ndio itakuwa kama Buguruni, hatapatikana kila siku, utasema nimechukuliwa fomu tu. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana kwa kuja katika ofisi zetu na TV zetu za Global TV. Nakushukuru sana. Asante. Nina imani tutaendelea kuwasiliana kwa ajili ya kuwafahamisha Watanzania yale ambayo yanakuwa yanaendelea hapa nchini kwa ujumla. Asante. Sawa, mtazamaji wa Global TV, asante sana kwa kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi ndo tunahitimisha. Umesikia mazungumzo hayo kutoka kwa mwana CCM cheo kada bwana, kubwa sana, kada mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, Abdul Kambaya. Tumekuwa naye hapa, tumezungumza. So mara ya kwanza kumuona kwenye studio zetu za Global ama ofisi zetu za Global, lakini hii ni mara nyingine, na sasa hivi tunafahamu tumemuita kwa ajili ya kuzungumzia mawili matatu, kwa sababu purukushani zinazoendelea Chadema, CUF kote ameshapita. Kwa hiyo ana uwezo wa kutupa mawili matatu kuhusiana na kule alipokuwa hapo awali. Mimi naitwa Gadmuya, nyuma ya kamera yupo Zakaria pamoja na Evans. Asanteni sana kwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa, na kututakia utazamaji mema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Global TV. Bye bye.